Russia wasema suala la nyuklia linaweza kutatuliwa kwa kuzingatia maslahi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, Maria Zakharova, anasema kwamba mgogoro unaoendelezwa na Marekani kuhusu suala la nyuklia la Iran unaweza tu kutatuliwa kwa njia za kidiplomasia na kwa kutilia maanani maslahi ya Iran. Akizungumza kwenye kikao na waandishi wa habari, Maria Zakharova anasema kuwa suala la nyuklia la Iran linaweza tu kutatuliwa kwa njia za kisiasa na kidiplomasia kwa kuzingatia sheria za kimataifa na kwa kuzingatia maslahi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia amesisitiza msimamo mkuu wa Moscow kuhusu haki halali na isiyopingika ya Iran ya kuendeleza shughuli za nyuklia kwa malengo ya amani kwa mujibu wa mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Zakharova amesisitiza kuwa ni Iran pekee inayopaswa kuamua hatima ya akiba yake ya urani katika mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati yake na Marekani. Ni wananchi wa Iran wenyewe ambao wanaweza kutoa maamuzi kuhusu haki yao, ikiwemo suala la urutubishaji urani, ameongeza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia. Zakharova amesema kuwa Moscow imejiandaa kusaidia mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani na kwamba Russia iko tayari kikamilifu kuzisaidia Tehran na Washington kuchukua maamuzi kuhusu urani iliyorutubishwa. Vilevile, Rais Masoud Pezeshkian anasema wataalamu wa mahusiano ya umma wanapaswa kuchukua jukumu muhimu katika kuongeza uelewa wa umma, ikizingatiwa kwamba vyombo vya habari vya Kizayuni vinawazuia watu kuona na kujua ukweli. Rais Pezeshkian amesema leo baadhi ya vyombo vya habari viko mikononi mwa Wazayuni na haviruhusu watu kuona ukweli, lakini kwa zana zilizopo na mtandao wa kijamii, mahusiano ya umma yanaweza kuimarisha na kupanua ushawishi huu na kuongeza kiwango cha ufahamu. Huu ni wajibu mkubwa unaowakabili wataalamu wa mahusiano ya umma, amesema Rais Pezeshkian. Matamshi ya rais yanakuja huku kukiwa na ushahidi mkubwa kwamba utawala wa Israeli unafanya mojawapo ya ukandamizaji mkubwa zaidi wa vyombo vya habari katika historia ya utawala huo, ukificha kimfumo athari kamili za mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran na vipigo vya Hezbollah dhidi ya utawala huo. Mnamo Machi 11, wakati ripoti za shambulio kubwa la makombora ya Iran na Hezbollah zilipoibuka, waandishi wa habari wa Israeli walichunguza swala hilo na kugundua kuwa taarifa hiyo ni ya kuaminika, lakini mkaguzi wa kijeshi alizuia uchapishaji wa taarifa hiyo. Vilevile, picha mpya za satellite zilizochambuliwa zimefichua uharibifu na hasara kubwa katika vituo vingi vya kijeshi vya Israeli kufuatia mashambulizi na operesheni za kujihami za Iran na harakati ya Hezbollah, na hivyo kuzusha maswali kuhusu ukubwa wa uharibifu ambao Tel Aviv inaweza kuuficha mbele ya umma. Picha mpya zilizonukuliwa na Yedoth Harnoth zinaonyesha athari za mashambulizi ya Iran na Hezbollah kwenye kituo cha anga cha Ramat Davidi, kituo cha anga cha Nevatim, kituo cha ujasusi cha Mishar na kambi ya Shimshon, ambapo moto mkubwa ulioenea mamia ya mita baada ya mashambulizi hayo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa picha zenye ubora wa chini zilitumika kimaksudi na hivyo kuzidisha shaka kuhusu uwazi wa utawala wa Kizayuni kuhusu kiwango halisi cha uharibifu uliofanywa na mashambulizi ya Iran na Hezbollah. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Iran amesema kushindwa adui kufungamana na matakwa halali ya taifa la Iran kutasababisha gharama kubwa na kushindwa zaidi adui mzayuni na Marekani. Brigedia Jenerali Reza Tlaibnik ameashiria kutumbukia Trump kwenye kinamasi cha vita na Iran na kusema Trump hana budi ila kukubali matakwa ya wananchi wa Iran na haki za nchi yetu. Ameongeza kuwa katika medani zote za vita na diplomasia, njia pekee ya kujiondoa adui Marekani na utawala wa Kizayuni katika vita vya tatu vya kulazimisha ni kuwakidhia wananchi wa Iran matakwa yao. Kamanda Tlaibnik amesema kuwa kushindwa adui kutekeleza matakwa halali ya wananchi wa Iran kutasababisha gharama kubwa zaidi na kushindwa mtawalia Trump na adui mzayuni. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Iran amesema Trump anapaswa kukubali mapendekezo ya Iran na kutilia maanani kuzuia uharibifu na gharama kubwa za kuendeleza vita kwa ajili ya watu wa Marekani na jamii ya kimataifa. Vilevile, Amir Said Iravani, balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amesema kuwa nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi na Jordan zinabeba dhima ya kuzisaidia Marekani na Israeli katika uvamizi wao dhidi ya Iran. Katika barua yake kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama siku ya Ijumaa, Iravani amenukuu taarifa za karibuni za maafisa wa Marekani akiwemo rais wa nchi hiyo na kamanda CENTCOM zinazothibitisha kuwa baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi zilisimama bega kwa bega na Marekani wakati wa mashambulizi dhidi ya Iran. Balozi Iravani ameeleza kuwa Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Imarati na Jordan zilitoa kambi za kijeshi, msaada wa kilogistic na kiutendaji. Zilikuwa zikipeana taarifa za kiintelijensia
zikishirikiana kwa upande wa ulinzi wa anga na ziliruhusu Marekani na Israeli kutumia anga zao kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran. Balozi wa Iran UN ametaka Iran ilipwe fidia kamili kutokana na hasara na uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israeli. Hayo yakiendelea, Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amechapisha nukuu ya ripoti ya jarida la masuala ya tiba la The Lancet kuhusu uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli kwenye taasisi ya Pasteur ya Iran na kusisitiza kwamba kuharibiwa taasisi hiyo ni tishio kwa usalama wa kikanda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ametuma salamu na kwenye sehemu ya ripoti hiyo ya jarida maarufu la matibabu la The Lancet kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X. Jarida la The Lancet limeandika kwenye ripoti yake kwamba taasisi ya Pasteur ya Iran ni mojawapo ya nguzo kuu za mfumo wa afya wa Iran kwa zaidi ya karne moja. Taasisi hiyo imekuwa na jukumu muhimu na imefanya kazi kubwa ya kutengeneza na kuzalisha chanjo ikitumika kama marejeo ya shughuli za kimaabara, na imekuwa ikifanya kazi ya kutambua, kuchunguza na kufuatilia magonjwa ya kuambukiza ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa korona, kipindupindu, kichaa cha mbwa, surua, ukimwi na kadhalika. Kuharibiwa taasisi hiyo ni tishio kubwa kwa afya ya jamii, imesema ripoti ya The Lancet, na kuongeza kuwa swala hili halilihusu tu taifa la Iran bali uharibifu uliosababishwa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli unaweza kuathiri afya ya umma katika kanda nzima ya Asia Magharibi. Vilevile, picha za satellite zimeonyesha uharibifu mkubwa kwenye kambi za kijeshi za Israeli kutokana na mashambulizi ya Iran. Picha mpya za satellite zilizochambuliwa zimefichua uharibifu na hasara kubwa iliyotokea kwenye vituo vingi vya kijeshi vya Israeli kufuatia mashambulizi na operesheni za kujihami za Iran na harakati ya Lebanon na Hezbollah, na hivyo kuzusha maswali kuhusu ukubwa wa uharibifu ambao Tel Aviv inaficha mbele ya umma. Uchambuzi uliofanywa na picha za satellite na kuchapishwa na kampuni ya usafiri wa anga unaonyesha athari za mashambulizi yaliyofanywa katika vituo kadhaa vya kijeshi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina katika operesheni za kujihami za Iran kwa jina Operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 yaliyofanywa kulipiza kisasi mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli yalianza kwa kuwaua shahidi maafisa wa ngazi ya juu wa Iran, akiwemo kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Iran ilijibu hujuma hiyo kwa mashambulizi makubwa na angamizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani na Israeli na maslahi mengi ya pande hizo katika Mashariki ya Kati. Vilevile, Rais Masoud Pezeshkian amesema serikali yake itatumia nguvu na rasilimali zote zilizopo kuimarisha majeshi ya ulinzi, huku akisifu majibu ya kijeshi ya Iran kuwa makini, madhubuti na yanayozuia uchokozi kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotekelezwa na tawala za Marekani na Israeli. Katika kikao chake na kamanda mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hatami, Pezeshkian ametambua ujasiri, kujitolea na uwezo ulioonyeshwa na majeshi ya Iran, hasa jeshi la nchi kavu, katika kukabiliana na vita vya kichokozi vya muungano wa kijeshi wa Marekani na Israeli mnamo Februari 28 dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, huku akitilia mkazo umuhimu wa umoja wa kitaifa na utayari wa kijeshi wakati mazingira ya eneo yanaendelea kuwa na msukosuko. Rais Pezeshkian amesifu pia mipangilio ya majeshi kwa majibu yao ya busara, yenye uwezo na ya kuzuia adui kufuatia hatua za uhasama zilizochukuliwa na maadui. Amesema jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lina misingi ya imani, iko karibu na wananchi, ni la kizalendo na limeonyesha uthabiti wa ulinzi wa nchi kupitia utayari wa juu wa kivita, uwezo wa kukusanya taarifa za adui, mshikamano wa amri na uwezo madhubuti wa kupambana alikuruhusu maadui kutekeleza nia zao ovu dhidi ya taifa la Iran. Rais Pezeshkian amesema kuwa mchango wa jeshi katika kulinda usalama wa taifa, kutetea mipaka ya nchi na kuimarisha uwezo wa kuzuia uvamizi ni muhimu na wa kimkakati. Rais amesisitiza ulazima wa kuendeleza juhudi za kuimarisha uwezo wa ulinzi wa taifa na kuongeza utayari wa kijeshi wa majeshi yote. Amesema serikali inasimama bega kwa bega na majeshi, ikitumia uwezo wake wote kuunga mkono mipango ya kimkakati ya kuongeza nguvu ya ulinzi, kuboresha vifaa, kuimarisha miundombinu ya operation na kukuza uwezo wa kuzuia adui. Rais Pezeshkian pia amesisitiza umuhimu wa uratibu wa karibu kati ya wizara na taasisi za serikali na majeshi kutokana na hali nyeti ya eneo. Kwenye kikao hicho, kamanda mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hatami amewasilisha taarifa kuhusu hali ya operation, hatua za ulinzi na majukumu yanayotekelezwa na jeshi katika kukabiliana na uvamizi na mienendo hasimu. Shukran kwa baba ya kivita. Mimi ni The Rich Voice.